أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين، وأمر بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين طابت نفوسهم وصفت قلوبهم فكانوا هم السادة المنصورين، وتعاونوا على البر والتقوى فهم المفلحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه التنزيل في سورة الخامسة أو في سورة المائدة آية ثانية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Waislamu watukufu na mnaotusikiliza kwa ujumla, tukiwa katika mfungo mtukufu wa mwezi wa Ramadhan, na tupo katika TV yetu hii inohimiza sana mambo ya kheri, hasa mambo ya uwajibikaji, nayo si nyingine ni TV umaarufu yake kwa ufupi tunaita UB, au kwa kirefu chake TV ya Utawala Bora Online. Utawala Bora Online TV ambayo mara nyingi inazungumzia masuala ya haki na uwajibikaji. Tunazungumzia jambo lilokuwa muhimu ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tuwe nalo sisi kama binadamu katika hali ya kwanza, na katika hali ya pili kama Waislamu. Tunasema kama binadamu hii kwa ujumla in general, na kama Waislamu haswa maalum, kwa sababu katika maandiko yaliyokuja katika vitabu vitukufu vyote vinahimiza watu washirikiane katika mambo mema na ya kheri, na wasishirikiane katika mambo maovu na ya uadui. Kwa hivyo sisi hapa tunahimiza jamii ishirikiane katika mambo mema ya uchamungu na yatakayoleta manufaa kwa binadamu wote, kwa sababu mtu hawezi akaishi peke yake, hata awe na uwezo kiasi gani, lazima ashirikiane na wenzake. Na jambo la mtu kukaa peke yake, hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala halipendi. Ndio maana unakuta panasemwa katika aya hii tumeshaisema, na shirikianeni katika mambo mema na uchamungu, msishirikiane katika uadui. Na kiongozi wetu Mtume SAW ambaye ni mathalan a'la, ni mfano wa juu katika jambo ambalo sisi kama Waislamu hasa tunamuona Mtume SAW alipofika Madinatul Munawwara, jambo la kwanza kabisa basi alieka au alisimamisha jambo la ibada, kwa sababu kila mwanadamu kuna mambo matano lazima ayahifadhi. Haya mambo matano inatakiwa kila mwanadamu ayahifadhi. La kwanza hifdhu dini, kuhifadhi dini. Inatakiwa kila binadamu aiheshimu dini yake, akiwa Muislamu, akiwa Mkristo, akiwa Yahudi, dini atakayokuwa nayo basi anatakiwa aihifadhi. Kwa hivyo jambo la kwanza kabisa ni kuihifadhi dini.
Na hii kuhifadhi dini haitokuwa mtu peke yake, lazima ashirikiane na raia wenzake au binadamu mwenzake, kwa sababu mtu sawa anaweza akaabudia peke yake katika swala, lakini mambo mengine watu wanashirikiana. Mfano wanapokwenda hija, wanapofanya baadhi ya kazi, kwa sababu kufanya kazi ni ibada, na hizo kazi wakati mwingine lazima watu washirikiane. Kwa hivyo jambo la mwanzo tunasema ni kuhifadhi dini. Jambo la pili, kuhifadhi nafsi. Kuhifadhi nafsi, mtu asije akajiua au akajidhuru. Katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu anasema wala taqtulu anfusakum, msiziue nafsi zenu, inna Allaha kana bikum rahima, Mwenyezi Mungu amekuwa ni mpole sana kwenu. Kwa hivyo kuua nafsi, mtu kujiua mwenyewe au kuua watoto, jambo hili mara nyingi linakuwepo katika jamii. Pengine mtoto amezaliwa nje ya ndoa, basi utakuta ima mama au baba anamchukua, anamtia katika mfuko wa rambo au nini, anakwenda kumtupa. Lile ni kosa kubwa. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atakwenda kuuliza, wa idhal mauudatu suilat, wakati watoto wachanga watakapoulizwa, bi ayi dhanbin qutilat, kwa nafsi gani, kwa nini, kwa dhambi gani hawa wameuawa. Kwa hivyo ni nini? Ni makosa makubwa. Mwenyezi Mungu yeye ndio mwenye kuruzuku na aliyepanga mambo, kwa hivyo hatakiwa watoto wauliwe. Kwa hivyo kuhifadhi nafsi, iwe mwenyewe au watoto na vinginevyo. Jambo la tatu nasema hifdhu nasabi, kuihifadhi nasabu. Nasabu ndo maana ikatakiwa mwanamme aowe na mwanamke aolewe, na hapo tunapata kuona mashirikiano yanaanza hapo, kwa sababu mwanamme hawezi akaishi peke yake wala mwanamke hawezi akaishi peke yake. Wanakutana, wanaoana, hapo inaanza kupatikana nini? Jamii. Kwa hivyo mashirikiano kwanza yanaanza ndani ya familia. Ile familia inatakiwa iishi katika misingi ya dini, iishi katika misingi ya kibinadamu inayokubalika, uende katika mwenendo mzuri. Kwa hivyo mashirikiano yanaanza katika familia, halafu tena yanakuja katika nini, tunasema jamii nzima. Kwa hiyo tumesema kuhifadhi nasabu kwamba inatakiwa mwanamme aoe, mwanamke aolewe. Halafu jambo la nne nasema hifdhu almali, kuhifadhi mali. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehimiza watu wasifanye ubadhirifu. Ubadhirifu unakuja katika nyanja nyingi. Mtu pengine ana mali nyingi, hana za kuzifanya, anaona aponde mali, wakati ilikuwa kuna mambo muhimu ya kuyafanya. Mambo muhimu vipi? Kwamba ile mali aitumie katika misingi inayokubalika katika dini, au misingi inayokubalika vile vile katika maisha ya kibinadamu, kwa sababu kuna watu wana shida. Hii mada yetu tumeita mashirikiano. Tumeita mashirikiano katika Uislamu ndani ya utumishi, na dhana muhimu inayohimiza waumini kusaidiana katika mambo ya kheri, haki, maendeleo jamii, kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu kwa ujumla. Kwa hivyo yeye anapoona kwamba kuna watu wengine wana shida, wana matatizo, anatakiwa awasaidie. Ndio ile wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika mambo mema na ucha Mungu, wala taawanu ala alithmi waludwan, msisaidiane katika madhambi na uadui. Tupo katika kipindi kitukufu hichi cha Ramadhani. Huu ndio muda ambao wa kusaidiana hasa, kwa sababu kuna watu Mwenyezi Mungu kawajalia kipato, wana mali, walitakiwa watu hawa watoe kuwapa walokuwa hawana. Tunatolea mfano kwa sisi Waislamu. Mtume SAW anasema man fattara saiman kana maghfiratan lidhunubihi. Huu ni mfano kusaidia mwenye kumftarisha aliyefunga, basi kwanza anasamehewa madhambi yake, wa itqa raqabatuhu minan nar, raqabatihi minan nar, anaachwa huru na moto. Wa kana lahu min al-ajri mithlihi, atapata mfano wa malipo ya yule alimftarisha. Kama yeye aloftarishwa kapata 85 au 90, basi na huyu aloftarisha atapewa malipo kama haya, bila yeye kunyang'anywa yule aliftarishwa, na bila ya huyu kunyang'anywa malipo yake.
Kwa hivyo hapo kuna thawabu zinapatikana katika jambo la kufutarisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huu ni mfano wa kusaidiana. Kuna watu pengine hawana nyumba za ibada, hawana misikiti, wanakwenda kujengewa. Kuna watu pengine unaweza kukuta baadhi ya vijiji skuli zao zina mapungufu, basi wanapelekewa misaada kama vitabu, viti, mambo mbalimbali. Kwa sababu kusaidia, tusichukulie kwamba ni kusaidia katika Uislamu peke yake, lakini ni kusaidia jamii kwa ujumla, kwa sababu Mtume SAW anasema khairun nasi anfa'uhum linnasi, mbora wa watu ni yule mwenye manufaa zaidi kwa watu. Kila mtu akiwa na manufaa zaidi kwa watu, basi huyo mtu anakuwa ni nini? Ni mbora huyo. Ye hasaidii Waislamu peke yake, lakini anasaidia hata waliokuwa si Waislamu. Siku moja lilipita jeneza, Mtume SAW akasimama. Sasa aliposimama, masahaba wakamwambia, mbona Mtume SAW umelisimamia jeneza la Yahudi? Hujui kama yule ni Yahudi? Sasa Mtume SAW akawauliza masahaba zake, alaysa huwa insanun, je, yeye si mwanadamu yule? Wakasema bala, ndiyo yule mwanadamu. Basi akasema Allah subhanahu wa ta'ala karrama mna Adam, Mwenyezi Mungu amemtukuza mwanadamu. Wa misdaqu qawlihi ta'ala, na ukweli wa hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa laqad karramna bani adama, Mwenyezi Mungu amewatukuza wanadamu. Maana hakusema tu pale Mwenyezi Mungu walaqad karramna almuslimina, tumewatukuza nani? Waislamu. Lakini amesema walaqad karramna bani adama, tumewatukuza binadamu wote, wahamalnahum fil barri wal bahri, tunawachukua nchi kavu na baharini, warazaqnahum min at-tayyibati, na tunawaruzuku katika vyakula vizuri vya halali, wafaddalnahum, na tukawatukuza binadamu, ala kathirin, juu ya viumbe vingi, mimman khalaqna, katika tulivyoviumba, tafdhila, tukawapa ubora sana wanadamu. Kwa hivyo wanadamu wametukuzwa. Ndio maana wakati Mwenyezi Mungu ameshamuumba Adam alayhi salam, aliwaambia malaika wamwamkie. Ile ilikuwa ni sijidati tahia, sio sijidati tilawa, sio kama tunavyosujudu kwenye sala. Walipinda tu mgongo hivi, malaika wakamwamkia binadamu wote, wakamwamkia Adam alayhi salam kumpa heshima. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min aljinni fafasaka an amri rabbi. Ibilisi peke yake au sheitani ndo alokataa, lakini malaika wote walitii. Kwa hivyo hii inaonyesha ni heshima aliopewa mwanadamu. Kwa hivyo jambo la mashirikiano katika kazi zinazokubalika ni jambo muhimu sana. Wakati Mtume SAW alipoambia masahaba wajenge msikiti wa Madina Munawwara, maana kama vile tulivyosema yale mambo matano ya kuhifadhi nilifika manne, na la mwisho ilikuwa ni hifdhu nasabi, kuhifadhi nasabu. Nadhani kama mmelisema labda moja nimelisahau, lakini Mtume SAW alikuwa mstari wa mbele katika kufanya kazi, katika kujenga ule msikiti. Alikuwa anabeba mawe katika bega lake, mpaka baadhi ya masahaba wakasema in qa'adna warasulu ya'malu inna hadha al-amr mudallilu, kama sisi tutakaa hatufanyi kazi, tunategea hali ya kuwa mtume anafanya kazi, basi hili ni jambo la upotevu. Kwa hivyo Mtume SAW alikuwa ni mfano bora katika mashirikiano, katika ubinadamu, katika kila jambo. Ndio maana Mungu akamsifu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu ni kigezo kilichokuwa bora, liman kana yarju Allah, kwa anemtaraji Mwenyezi Mungu, wal yawmal akhira, na siku ya mwisho, wa dhakara Allah kathira, na akamtaja Mwenyezi Mungu sana. Annasu min jihati tamthali akfa'u, abuhum adamu wal ummu hawwa'u, wa innama ummahatun nasi aw'iyatun. Sayyidina Ali karramallahu wajha anaonesha qima cha binadamu
au utukufu wa mtu. Utukufu wa mtu upo katika kitu gani? Annasu min jihati tamthali akfa'u, watu katika nyanja ya kulingana au katika sehemu ya kulingana, akfa'u, wanafanana. Mtume SAW alikuwa anasema kullukum li Adam wa Adam min turab, nyote mmetokana na Adam na Adam ametokana na udongo. La fadla ala ahadin li ahadin illa bittaqwa, hakuna ubora mmoja kwa mwingine isipokuwa kwa uchamungu. Yule atakayekuwa mcha Mungu, ana matendo mazuri, mwajibikaji mzuri, basi huyo ndio mtu bora. Mpaka mmoja katika wanazuoni wakasema, qala alulama, wamesema katika wanazuoni, khassis waqtan lilamali fa innahu masdaru rizq, weka wakati maalum wa kuwajibika kufanya kazi, kwani kufanya kazi, kuwajibika ndiyo chanzo cha kupata riziki. Kwa hivyo sisi kama wanadamu imetakiwa tuwajibike, na mara nyingi mtu anapowajibika ni sawa, anakuwa yeye peke yake, lakini kwa ujumla hawajibiki peke yake. Kama yeye ni muuzaji tuseme labda wa samaki, basi yeye anauza, anafanya jitihada zake kama kuvua au kwenda kununua kwa wavuvi, halafu anawauzia watumiaji. Kwa hivyo hapa utakuta kuna mashirikiano baina muuzaji na hao wenye kuuziwa. Inatakiwa ule muamala uwe mzuri au mashirikiano uwe mazuri, kwamba huyu anayeuza asiwe na tamaa sana akauza bei ya kupindukia, na wala wenye kuuziwa wasiwe na tamaa sana wakataka tena wapunguziwe mpaka huyu muuzaji asipate faida. Kwa hivyo khassis waqtan lilamali fa innahu masdaru rizq, eka wakati maalum wa kutenda kazi, kufanya kazi, kwani kufanya kazi ndio sababu ya kupata chumo. Siku moja Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu aliingia msikitini, akawakuta baadhi ya Waislamu wamelala, wamekaa hivi hivi tu bure. Akamwambia, ukhruju ila al-amal, tokeni kwa ajili ya kufanya kazi, fa inna as-samaa la yumtiru adh-dhahabu wala al-fidda, mbingu hainyeshi dhahabu wala fedha. Kwa hivyo kufanya kazi ni jambo la msingi kabisa. Wa qul i'malu, Mwenyezi Mungu anasema fanyeni kazi, fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu, ataziona Mwenyezi Mungu jitihada zenu, Mwenyezi Mungu na mtume. Wasaturadduna, kisha mtarejeshwa, ila alimil ghaibi washahada, kwa mwenye kujua nini siri na dhahir, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akwambieni kwa yale mlokuwa mkiyatenda. Kwa hivyo suala la kuwajibika, tunasema wasikilizaji kwa ujumla na Waislamu hasa, hili ni jambo lilokuwa la lazima au muhimu, kwa sababu kila mmoja wetu atakwenda kuulizwa an shababihi fima abla, ujana wake ameuchakaza katika mambo gani. Unapokuwa kijana, mwili wako mzima unaweza kufanya kazi, fanya kazi. Unapokuwa ushakuwa mzee, ndio maana tukaekewa muda kwamba miaka 55 au 60 mtu anastaafu, kwa sababu mwili unakuwa ushachoka. Lakini upo kijana, basi inatakiwa ufanye nini? Uwajibike. Siku moja Mtume SAW alimshika sahaba mmoja, akaona mkono wake una masuguru, akasema, hadhihi yadun yuhibbuha Allahu wa rasuluhu, huu ni mkono ambao anaupenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Mtume alijua kwamba yule sahaba anawajibika, anatenda kazi sawa, iwe kazi ya ofisini, kazi ya kujiajiri mwenyewe, popote, lakini tunachotakiwa tufanye kazi. Na katika kufanya kazi, mtu afanye kazi kwa uadilifu, afanye kazi kwa ufanisi, kwa sababu jambo la kudokoa au jambo la kuiba, jambo la kudhulumu ni jambo baya sana. Mtu asiseme kwamba mimi nachukua au naibia serikali, ajue kwamba anachukua haki za watu wengine. Ndio maana Mtume SAW akasema, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, yuhibbu an yara abdahu, anapenda kumuona mja wake, idha amila amalan, anapofanya kazi, an yutqinahu, aifanye kwa ikhlasi, aifanye kwa ufanisi. Kwa hivyo inatakiwa tuwe wa kweli katika utendaji wetu. Siku moja Nabii Musa alayhi salam alikwenda katika mlima Sinai,
Turi Saina, Jabal Tur, akamuuliza Mwenyezi Mungu maswala 7. Ya Rabbi, ayu ibadika atqa, ewe Mola wangu, yupi katika waja wako ni mcha Mungu zaidi? Akajibiwa, al-abdu alladhi yadhkuru Allah wala yansahu, ni yule mja ambaye anamkumbuka Mungu kila wakati, hamsahau. Na katika waja wenye kumkumbuka Mungu ni wale waja wenye kufanya kazi, wenye kuwajibika, kwa sababu anajua kwamba mimi ninawajibika, chumo langu ninalolipata ni la halali, kinyume na chumo la nini, la haramu. Mungu amesema wa atainahu min kulli shay'in sababa, kila kitu tumeleta na sababu zake. Kwa hivyo sababu za mtu kupata riziki ni kufanya kazi. Ndio yule akasema khassis waqtan lil'amali fa innahu masdaru rizqi wal kasabi. Khassis waqtan, eka wakati maalum, lil'amali, kwa ajili ya kufanya kazi. Tumewekewa baina masaa 10, masaa 9 au masaa 8. Kama huu mwezi wa Ramadhani pengine ni masaa 8, kuanzia 1:30 mpaka 8:30 watu wanakwenda zao. Khassis waqtan lil'amali, husisha wakati maalum kwa ajili ya kufanya kazi. Fa innahu, huko kufanya kazi, masdaru rizqi, ndio chanzo cha kupata riziki, wal kasabi, na chumo. Kwa sababu ukikaa tu Mwenyezi Mungu ni ruzuku, Mwenyezi Mungu ni ruzuku, Mungu hakupi. Mungu kaleta mambo na sababu yake. Tunajua kwamba inna Allaha yarzuqu man yashau bighairi hisab, Mwenyezi Mungu huwaruzuku watakao bila hisabu, lakini hatutakikani tufanye uvivu wala uzembe, tufanye kazi. Mpaka Mtume SAW akasema kwamba man tawakkala ala Allahi haqqa idha in tawakkaltum ala Allah, kama idha tawakkaltum ala Allah, mkimtegemea Mwenyezi Mungu haqqa tawakkulihi, ipasavyo kutegemewa kikweli, la razaqakum, basi Mungu atakuruzukuni, kama yarzuqu at-tayra, kama anavyoruzuku ndege, taghdu ghimasan, wanaruka ndege, matumbo yao yako mfuto, wanatoka huku katika sehemu za miji, wanakwenda zao baharini, mikokoni huko. Kwa hivyo wanaruka, matumbo yao yako mfuto, wana kitu, wataudu bitanan, wanarudi matumbo yao yamejaa, kwa sababu wamechukua sababu ya kutoka kule wakenda kutafuta riziki. Kwa hivyo na sisi inatakiwa tuwajibike katika kutafuta riziki. Tunasema hilo ni suala lilokuwa muhimu sana. Kwa hivyo uvivu ni jambo ambalo halikubaliki, si kwa Mwenyezi Mungu, na vile vile katika jamii vile vile halikubaliki. Tunatakiwa tushirikiane, tusaidiane. Khassis waqtan lilqiraati, eka wakati maalum kwa ajili ya kusoma. Fa innaha tazidu almalumat wathaqafa, kusoma kutakuongezea elimu pamoja na ustaarabu. Mmoja katika watu wa hikma amesema aljahlu lidini almar'i narun yahriquhu, walilmu lidhalika an-naru ma'un yutfi'uhu au yutfihi. Aljahlu, ujinga, lidini almar'i, kwa dini ya mja, narun ni sawa na moto, yahriquhu, unaounguza. Kwa hivyo sisi katika hali zote tunatakiwa tusome. Imamu na Shafi'i rahmatullahi alayhi, huyu ni mfano mzuri katika masuala ya elimu. Yeye alikuwa akisema man taallama riyadhiyati jazula aqluhu, mwenye kujifunza mathematics, hesabu, basi akili yake inatanuka, inakuwa ufahamu wake ni mkubwa. Na yeye Imam Shafi katika kufupisha maneno yake alisema man arada dunya fa alayhi bil ilmi, mwenye kutaka faida za dunia tu, yeye anataka dunia tupu, basi fa alayhi bil ilmi, ajilazimishe kusoma. Wa man arada al akhirata, anayetaka akhira tupu, fa alayhi bil ilmi, ajilazimishe kusoma. Wa man arada huma ma'an, anayetaka dunia na akhira wakati mmoja, fa alayhi bil ilmi, ajilazimishe kusoma. Na Qur'ani tukufu inatuambia sisi, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, ewe Mwenyezi Mungu, tupe katika dunia mema, tupe katika akhira mema, na utuepushe na adhabu ya moto. Tunamalizia, tuchukue maneno ya Mtume SAW anayosema i'mal lidunyaka kaannaka taishu abada, tenda kwa ajili ya dunia yako, uwajibika katika dunia yako kama kwamba utaishi milele, kwamba usiache
yale mambo yalokulazimu katika dunia yako, tenda kwa uadilifu. Wa'mal li akhiratika, na wakati huo tenda kwa ajili ya akhira yako. Kaannaka tamutu ghadan, kama kwamba utaishi kesho. Kwa hivyo inatakiwa tuipe haki dunia yetu hii tulioumbiwa kwa kutenda kazi na kuwajibika ipasavyo, kuwa na tabia njema, kuwaheshimu watu, kukaa na watu vizuri, na tutende kwa ajili ya Mola wetu kama kwamba tutakufa kesho. Hayatul qalbi ilmun faghtanimhu wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu wa khairu zadi taqwa fazidhu kafaka bima wa'adtuka fatta'idhu. Maneno ya mwisho Imam Ghazali anasema hayatul qalbi ilmun, uhai wa nyoyo zetu ni elimu, faghtanimhu, basi tuikimbilie. Wa mautul qalbi, na kufa nyoyo zetu, jahlun, ni ujinga, fajtanibhu, tujiepushe nao. Wa khairu zadi taqwa, na bora zawadi ni uchamungu, fazidhu, tuzidishe hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kafaka bima wa'adtuka, zimetosha nasaha nilizokupa. Fatta'idhu, basi waidhika nazo. In sa'altum an ilahi fahuwa rahmanur rahim, au sa'altum an nabiyyi fahuwa insanun adhim, au sa'altum an kitabi fahuwa Qur'anun karim, au sa'altum an aduwi fahuwa shaytanur rajim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.